Hello everyone. So inawezekana wewe ni mtu ambaye una changamoto ya gum disease. Maana yake nikisema gum disease, labda ukipiga mswaki asubuhi fizi zako zinabia kutoa damu. Lakini pia despite tu fizi kutoa damu, inawezekana pia meno yako yako weak, yamelegea. Sawa, and watu ambao wanakuwa na hayo matatizo tunayaona zaidi kwa watu ambao ni watu wazima, wazee, na wengi huwa wanaepuka hata baadhi ya vyakula ambao ni vigumu kwa sababu anakuambia meno yako yameshalegea. Sasa one thing ambacho nataka kuelewa ni kwamba tukizungumzia kwenye concept ya kwanza ambayo inahusiana na ukipiga mswaki fizi zinatoa damu, zinaweza kuwa zina reflect vitu viwili. Number one ni infection, okay? Unapokuwa na changamoto ya infection ya bacteria kwenye kinywa, inaweza kapelekea hiyo condition kutokea. Lakini when you speak about infection kwenye upande wa terrain philosophy, lazima tuangalie system ambayo inaweza ikawa ina contribute kuandaa mazingira ambayo ni conducive kwa ajili ya bacteria kuzaliana. Lymphatic system. Kwa lymphatic system ikiwa congested, maana yake imekaa na uchafu ambao ni asidi kwenye eneo la kinywa, inaweza kusababisha gums zikawa very sensitive. Kwa unapopiga mswaki damu ikatoka. Lakini at the same time, kwa sababu yale mazingira ni acidic, bacteria anaweza kaona ni mazingira sahihi ya yeye kuzaliana. Kwa hiyo hapo what you need to do, kwa mfano tuna specific formula ya mitidawa ambao ni microparasitic formula ambao kazi yake ndani yake ina mmea maalum unaitwa Miria. Miria una antiseptic properties kwa ajili ya kuweza kupambana na bacteria. Sawa, ambao tumeutengeneza katika capsule form. Kwa hiyo ukimeza over maybe 7 to 21 days, hiyo condition ya infection inakwisha. Gums zitakuwa zitaondokana kwenye concept ya kutoa damu, lakini pia at the same time utaanza kuona kuna uimara. Unapopiga mswaki hakuna irritation yote inayotokea. Sasa tunarudi kwenye concept ya pili. Gums zilikuwa zinatoa damu, tumefix the gum problem, tumeua bacteria. Lakini we come back to the scenario kwamba meno yamelegea. Is it just bacteria? No. One thing kwenye gums, sawa, kuna layer mbili. Kuna layer ya nje tunaita ni outer layer, alafu kuna inner layer. Kwenye inner layer kuna aina ya misuli kule karibia kabisa na jino. Kuna aina ya misuli inaitwa lamina. Lamina ni misuli ambayo kitaalamu tunaita connective tissue. Sawa, connective tissue ni misuli ambayo iko design kushikilia viungo fulani fulani viweze kukaa kwenye eneo lake. Sasa inapotokea connective tissue kwenye gums zimelegea, ndio sababu ya meno yako kuwa very loose. Sawa, ambao unapoweka any kind of stress, labda unatafuna kitu kama ni kigumu, lazima utasikia meno yanauma na yanakuwa less sensitive. Okay, kwa cha kufanya au cha kuelewa kwanza ni kwamba ili connective tissue ziweze kuwa imara, they need support ya calcium. Lakini kama mwanzo ulikuwa una calcium kwenye gums vizuri na kwenye zile connective tissue na ulikuwa unaweza kutafuna, na mwisho wa siku hakuna shida yoyote ambayo ilikuwa inatokea, imekuaje? You just wake up one day, ghafla meno yako yanatoa damu, lakini pia at the same time meno yameanza kuwa loose, maana yake yanalegea. Okay, ni kwa sababu mfumo ambao ulipelekea pia bacteria kukaa na kuona mazingira ni conducive na kuzaliana, lymphatic system, ambao kazi yake ni kuondoa uchafu wa acid, ulisababisha a very specific concept ambayo ilitokea kwenye ile misuli. Connective tissues zinahitaji calcium kuweza kuwa imara. Okay, na lymphatic system channel pia ikiwa congested, maana yake na ule uchafu wa acid unasababisha one specific process inaitwa demineralization. Mwili wako utafyonza madini ya calcium kwenye connective tissue kwenye meno, sawa, kwa ajili ya kuja kuneutralize acid kwenye lymphatic system, kuleta kitu kinaitwa homeostasis, balance. Okay, sasa connective tissues zinapopoteza calcium, that's when zinaanza kuwa weak na mwisho wa siku na kupelekea kupata hiyo scenario. Kwa hiyo ili kuweza kurudisha calcium kwenye connective tissue na meno yako yaweze kukaza kwenye ile inner layer ya kwenye gums, kwenye fizi, sawa, ni kufanya vitu vifuatavyo. Number one, diet yako lazima ibadilike. Diet hii itaanza kusupport mfumo wako wa lymphatic system uweze kuwa msafi, maana yake kudrain zile acid ambazo zikiendelea kukaa pale, ile demineralization process inaendelea kufanyika, maana yake utaendelea kupull away calcium kutoka kwenye zile gums na mwisho wa siku meno yatazidi kulegea. Kwa hiyo diet itasaidia kuanza kusupport mfumo wako wa lymphatic system uweze kuwa msafi, ambayo I can really advice kwamba utengeneze specific diet plan ambayo inapatikana kwenye segment ya meal plan kwenye Kijani Asili, ambayo itakusaidia kuandaa a personalized design program kwa ajili ya kusupport mfumo wako wa gums uweze kuwa imara kwa ajili ya kusafisha kwa njia ya diet. Lakini pia utahitaji mitidawa. Mitidawa hii itakusaidia kwenye one specific scenario. Concept nzima ya kurudisha calcium kwenye gums inahitaji functionability ya hizi tezi zinaitwa parathyroid. Parathyroid ziko nyuma ya thyroid, ziko 4, kushoto 2, kulia 2. Parathyroid zinaposhindwa kuzalisha hormone inaitwa parathormone hormone, au kwa kifupi ni PTH. Sawa, maana yake calcium yako ambayo ipo kwenye mfumo wa damu haiwezi kuvutwa na kupeleka kwenye kiungo chenyewe ambacho ni connective tissue, hiyo misuli, ili iweze kushikilia haya meno kwenye nafasi yake na kuyakaza. Okay, yaweze kuwa strong tena.
Kuna miti dawa ambayo huwa tunaitumia ambayo ipo kwenye specific formulas ambayo ni parathyroid formula. Kuna mmea kama unaitwa white oak bark. White oak unafanana na mbuyu, okay? Huu mti dawa ni very special in a way kwamba unaota kama mbuyu, yani ukubwa wake ni kama mbuyu, okay? Na kinachotumika pale ni yale magamba. Ndio maana tunaita ni white oak bark. Tunabandua yale magamba, unaya process, unayasaga, unatengeneza powder yake, unatumia. Sawa? Kwa hiyo kuna specific formulas ambazo ningeshauri utumie unapokuwa na hii condition. Number 1, lymphatic support kwa ajili ya kusafisha lymphatic system kuweza kuondoa hizo acid. Number 2, tumia adrenal support. Adrenal support inasaidia utilization pia ya baadhi ya madini mengine ambayo yanaimarisha connective tissue na meno, lakini pia at the same time ina control inflammation. Sawa, ile hali ya kuvimba, labda zile fizi zimevimba na kadhalika, kupitia steroid production. Lakini pia tumia miti dawa ambayo inasaidia figo yako kuweza kudrain uchafu, kwa sababu kumbuka lymphatic system ikishaondoa uchafu pale inapeleka wapi? You have to take it out. Kwa kuna mfumo ambao lazima uwe msafi na kuwe supported ili uchafu uweze kutoka nje, na ndio maana kwa tunaweka mkojo kwenye glasi kwa ajili ya kucheki kama uchafu unatoka nje. Alright, lakini pia bila kusahau yote hayo, lazima utumie parathyroid formula ambayo inasaidia kuimarisha sawa parathyroid kwa ajili ya utilization ya calcium, lakini pia tungetumia what we call bioavailable calcium ambayo inapatikana kwenye mimea kama hostel na shave grass, na inapatikana kwenye formula yetu ya bone and connective tissue support. Karibu sana clinic kwa ajili ya msaada zaidi.